ina maana si nabii wa Mungu. Kwa maana kama angekuwa nabii wa Mungu, Mungu angemuonyesha hii ni sumu. Naomba unisaidie sasa hiyo Qur'ani ukurasa wa 539. Inasemaje? Yahudi mmoja alimroga mtume Muhammadi. Ikawa mtume baadhi ya nyakati uchanganyikiwa. Kwa hivyo mtume wenu ambaye mnadai ni mtume wa Mungu aliadhirika na uchawi, alirohwa. Lakini manabii wa Mungu hawafai kurohwa. Sasa wewe utampa mwalimu wako kibarua hapa akija atuambie kwa nini Mungu alikubali nabii wake arohwe. Hiyo ndio point. Wewe kuja utuambie kwa nini Mungu alikubali nabii wake arohwe. Sasa tuangalie huyu mtume Muhammad. Huyu nafikiri nitamweka kwa kiti hapo. Subiri kidogo. Unajua utaratibu ulioko hapa, umeuliza swali, wewe subiri ujibiwe. Maana sikiza, mimi ndio mwenyekiti. Subiri. Ama umweke hapo pembeni mwalimu. Mimi ndio mwenyekiti. Sasa nikiwa mwenyekiti na control mkutano. Wewe umeuliza swali, tulia ujibiwe. Kama alitajibiwa unaruhusa kurudi pale. Na kama uko na nguvu ya kujibu swali, basi unaruhusiwa, unaweza kukaa kwa kiti mkaendeshana na mwalimu one on one. Mpe mic kwanza kama uko na nguvu. Mwalimu nakuomba ukae pale huko bwana aje. Kaa hapo kando. Karibia hapo. Njoo hapo. Unataka mwenyewe? Wewe unataka mwenyewe. Yaani mtoto akilia wibe unampa. Hata najua mwalimu wako huyo anakuhurumia. Sasa andiko nimetoa ya kwamba hakuna uchawi juu ya Yakobo. Na tumepata Yakobo Muhammad alirogwa. Swali kwako, kwa nini Mungu alikubali nabii wake arogwe? Okay, thank you sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikubali mtume wake arogwe. Hiyo ni kwa sababu yeye, ili ijulikane kwamba yeye ni mtume lakini ni mtu kama vile watu wengine. Andiko ya nini tena? Kwa hiyo maneno ni wewe. Maneno hiyo umesema ulikuwa na Mungu wakati huo. Ama hiyo maneno umesema umetoa wapi? Hiyo maneno? Si nimesoma. Wapi? Soma sura ya mwisho, sura 2 za mwisho. Haya, mpe akusomee. Sura 2 za mwisho soma. Sura ya mwisho gani? Sura ya mwisho inaitwa nini hiyo sura ya mwisho? Inaitwa sura Nas. Haya, mpe akusomee. Inapinga Muhammad ya kurogwa. Utusikie sasa. Hii mpya imeshuka, labda itaitwa sura An-Nur. Inasema, ndio, ninajikinga kwa Bwana mwenye kuwalea. Mfalme wa watu. Ndio. Mwabudiwa wa watu. Na shari ya mwenye kutia wasiwasi, mwenye kurejea nyuma. Ndio. Atiaye wasiwasi nyoyoni mwa watu. Ambaye ni katika majini. Ndio. Na watu. Sijaona kuroga hapo. Mpe. Hiyo hoja yako ni nini hapa? Hapa unajua Qur'ani kama mimi hapa situmii hii tafsiri hii hapa. Unatumia gani? Mimi natumia Qur'ani ya Ibn Kathir ambayo kwamba hiyo haikutafsiriwa kwa Kiswahili. Kwa hiyo nataka Qur'ani hiyo ambayo iko na Arabic. Kwa Kiarabu. Yes. Hebu mpe huyo. Kwanza sijamaliza. Si umpe huyo kidogo. 10:15 Qur'ani. 10:15. Hata Kiarabu naona ana mtihani huyu. 10:15 inasema. Ndio. Na wanaposomewa. Nataka kusomea kwa Kiarabu. Hizi Qur'ani Kiarabu. Inasema kwanza. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio kidogo. Hautakuja kuleta fujo hapa. Tulia hapo. Tutaenda kwa hiyo. Inasema hiyo tunasoma alafu tuende kwa Kiarabu. Hebu soma. Yaani tutasoma apende asipende. Na ni Qur'ani hii. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Na wanaposomewa aya zetu zilizo waziwazi. Yaani Qur'ani inasema wanaposomewa aya zetu zilizo waziwazi. Kama huyo. Wale wasioogopa kukutana nasi usema. Ndio. Leteni nini? Qur'ani. Isiyokuwa gani? Hii. Naona sasa. Nakauka. Sio hivyo. Angalia, wewe hujanielewa. Qur'ani ni hii moja. Translation imetafsiriwa tofauti. Sasa mimi nasema original yake, sisomi hii hapa. Hapa kuna Kiarabu kiko hapa tusomee. Hii si Kiarabu, hii ni aya. Kuna Arabic language na nani? Hebu kuja ndugu yangu. Aya na translation ni vitu viwili tofauti. Ndio wewe mwalimu uelewi. Kwa maana unarukaruka hapo wewe. Hebu mpe huyo. Unajifanya unajua lakini hujui kitu. Hebu mpe huyo. Unaona huyo?
Huyu amesoma Uislamu, amesoma Kiarabu, tena yote tuko pamoja eh? Sasa mimi nataka hiyo aya ambayo ni ya Kiarabu, kutoka hapo hakuna kuongea Kiswahili. Uongee Kiarabu, huyu atafsiri. Shika. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Ahmed Hassan wa anta? Ana ismi Ramadhan. Su'aluka. Su'aluka anta sabita. Laisa su'aluka. Ana aqul laka su'aluka jib. حول ماذا؟ سؤالي سألت من قبل، لماذا تريد أن أرجع أن أسأل سؤالي؟ اسأل. أنت تقول لأجل التفسير ابن كثير. نعم. ولكن هذا الذي يقرؤون أليس قرآن؟ هذا أنت ما فهمت. أنا أقول هناك تفسير ولغة، هناك قرآن الآية وتفسير، هذا شيئا آخر يا شيخ شوف، لا تتكلم لغة العربية كاللغة الصاحلية. اذهبوا قليلا بقليلا مع النحو، لأن إذا اسمعني قليلا، اسمعني. أنت تخرج من سورة الناس، وإذا المعلم يقرأ بلغة الصاحلية أنت تقول هذا ليس قرآن. أليس كذلك؟ لا ليس هذا. ما فهمت شيئا. لا أنا أقول اسمعني نرجع في هذه الآية. mwalimu wangu اسمع، mwalimu wangu ngoja turudi. اسمع أولا. أنا قلت اسمع، سمعت. ليس قلت. أنا لا أقول. اسمع كنت متكلم. تكلم. اسمع، أنا أريد أن أسألك. هذه ماذا؟ ليس هذه. عليك أن تقول هذا. شوف، قل هذا. لا. قل أولا هذا. hiyo sio kwa kike, ni kiume. Sema hadha kwanza before tuendelee. Ana la aqulu hawla mas'alatu al-Qur'an. Hata Kiarabu yenyewe haujui. Anta la taarifu shay'a. Ana aqul laka idhabu qalilan. أذهب قليلا. أنت جاهل من الجهلاء، لا تعرف شيئا. أنت جاهل. أخي عليك أن تقول هذه اللغة. أنت لست بشيء. أنت تقول لا تعرف شيئا. أي لغة تعرف أنت؟ لا تعرف شيئا أخي. أنت تتنصر بسبب الفلوس لا بشيء. Haya, sasa ameshika moto, lakini ndio hivyo tu. Mimi ndio mwenyekiti. Unasema samahani. Hebu nikatiza saba mhubiri kwanza. Tia saba mhubiri kwanza hapa. Jamaa, hebu sikia hiyo kama unasikia Kiswahili. 7:9 kitabu cha Mhubiri. Jamaa anataka kuruka juu, sijui ampata mabawa, amepata kibano ile jamaa yona. Hajawahi sikia. Soma hiyo. Inasema 7:9. Ndio. Inasema anasema hakuna kitu. Inasema ndio. Anasema hakuna kitu, lakini amekubali Muhammad Karogo. Hiyo ya muhimu sana hiyo. Kabisa. Inasema usifanye haraka. Nini? Ukasirika rohoni mwako. Kwa nini? Maana hasira ukaa wapi? Kifuani. Mwanani? Mpumbavu. Chunga sana kijana. Usije ukawa na hasira. Sasa nafikiri tunaendelea, kwa maana naona yeye amekuja akaingilia gome katikati. Swali ambayo ilikuwa limeulizwa, nafikiri mimi nimejibu kama vile nimesoma Qur'ani. Qur'ani imesema Mtume Muhammad alirogwa. Nayo Biblia inasema mtume wa Mungu hafai kurogwa. Kwa hivyo kwa sababu hiyo sisi kama Wakristo tumemkataa Muhammad kwa sababu ni mtume aliyerogwa na mtume wa Mungu hafai kurogwa. Kwa hivyo nafikiri hiyo ndio jawabu yangu. Asante sana. Kwa hivyo wewe tulia. Si mwalimu wa Kiislamu anaingia pale. Subiri. Haya. Wajua? Mwalimu wangu. Mwalimu. Naam. Ujambo? Sijambo. Unajua wakati wowote mtu akizama baharini akiona hata povu ile anataka kushikilia jiokoe na ndio huyu bwana. Anataka kujiokoa na kitu ambacho hakuna. Sasa hapa mkutano lazima uelewe unaenda vipi. Dakika 20 Mkristo akasimama akatoa hoja. Watu wakasikiza. Dakika 20 Muislamu akasimama akatoa hoja. Vile dakika 10. Sasa kilikuwa ni kipindi cha maswali
mwalimu wa Kikristo amejibu kulingana vile swali limeulizwa. Sasa ni kipindi cha Muislamu akuje hapa au ajibu swali kulingana na swali vile uliuliza. Ajibu hilo swali, je, Muhammad alirogwa? Na hiyo tumekubaliana alirogwa. Lakini uchawi huu alirogwa ulikuwa ni wa muda ama ulikishia hapo? Hiyo ndio tunajibu. Kwa hivyo ni dakika 5, mwalimu wa Kiislamu njoo hapa ujibu swali. Utauliza swali lingine, mwalimu njoo. Mwalimu wa Kiislamu. Baada ya hiyo utajibu swali yangu. Na swali nakuuliza wewe. Unajua ni vizuri. Nimeuliza. Hebu mpatie mic hiyo bwana. Hebu mpatie mic. Bwana. Yes sir. Mimi nakuuliza hivi. Unaelewa mkutano vile unaenda? Unaelewa, si ndio? Kwa hivyo kama Mkristo amejibu swali, si itakuwa ni usawa tu kama tutamruhusu Muislamu naye ajibu swali? Ngoja ni hivi. Ngoja jibu swali. Itakuwa ni usawa ama tutakuwa tunadhulumiana? Ni sawa lakini itakuwa ni sawa. Ni sawa lakini ni hivi. Sitaki lakini. Mwanzo nimekuja nikwambia niko na maswali mawili. Hebu mpe mic kidogo. Nilikuwa nimesema niko na maswali mawili. Mpe mic. Mbona unataka kuepa hili swali? Haya, mpe mic. 5:37 Mathayo. Inasema maneno yenu yawe ndio au sio. Kwa nini? Kwa maana asidi hayo yatoka kwa yule muovu. Mpatie. Unataka kuepa swali yangu. Ukiulizwa swali jibu ndio ama la. Maana kando na hiyo imetoka kwa nani? Niambia niko na maswali mawili. Subiri bwana Ramadhani. Umeuliza swali la kwanza limejibiwa na Mkristo. Sasa Mkristo amejibu, ni kipindi cha Muislamu naye ajibu hilo swali ili uone kama umeridhika ama hujaridhika. Huo ndio usawa wa mkutano. Swali sijaridhika na swali. Hujaridhika na swali. Nimemuelewa ndugu yetu Ramadhani, nimemuelewa. Lakini Ramadhani anataka aulize swali mbili kwa dakika moja. Kwa wakati mmoja. Sasa kuna nafasi nyingine. Sasa hiyo nafasi nyingine ya swali utakuja uulize hiyo sasa. Sasa hii kwanza tumalizane. Si umeelewa? Alikuwa hajaelewa. Hajaelewa naelewa sasa. Ndio madhara ya kufuata mtume ambaye inakuwa ina lilai. Mpatie mwalimu wa Kiislamu dakika 5, mwalimu wa Kiislamu ujibu swali hilo ambalo alikuwa ameuliza. Swali hilo si swali la kujibiwa na huyu. Sawa, hilo si swali la kujibiwa na huyu. Haya, leta swali lingine. Swali lingine ni kwamba na unajua ni faida sana kwa Wakristo swali la pili. Muhammad sallallahu alaihi wasallam amerogwa, tumekubaliana. Na umesema mtume hafai kufanyaje? Kurogwa. Sio mimi nimesema, ni Biblia. Sawa. Sawa. Na ndio Mungu wenu ambaye ni Yesu. Sawa. Sawa. Huyu Mungu kuuawa inakubalika. Kuuawa inakubalika na kusulubiwa. Mpe maiki usikie. Mpe maiki. Na bado sijauliza swali. Na kama anauawa inakuwa vipi? Mungu anauawa, anashikwa na wakora, anasulubiwa, anashindwa kujitetea. Mpe maiki. Na kama Mungu huyu anauawa, unakubali kwamba ndio kwamba Mungu anauawa, anashikwa na wakora, anasulubiwa, mbona unashingaa kurogwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haya, mpe maiki. Huyu bwana mwalimu wangu. Naam. Qur'ani sura ya 8 aya 24. Qur'ani sura ya 8 aya 24. Huyu bwana nafikiri hajaelewa vizuri mkutano. Maana mada ya leo si uungu wa Yesu. Hatuongelee kuhusu uungu wa Yesu wala hatuongelee kuhusu kifo cha Yesu. Tunaongelea kuhusu nani kampa Muhammad utume, kieleweke. Lakini umeenda kule, mwalimu, hebu soma hiyo aya. 8:28. 8:24. 8:24 inasema hivi. Enyi mlioamini. Ndio. Muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume wake safi anapokuiteni katika yale ndio yatakayokupeni uhai mzuri ndio wa duniani safi na hela. Fuateni amri zake Mwenyezi Mungu na makatazo yake safi. Na jueni ya kuwa Waislamu mnaambiwa kama wewe ujue ya kuwa Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala huingia katika ya mtu, huingia kati ya mtu ndio na moyo wake mara akafa. Mpe maiki. Hapa tumeona Mungu anafanya nini? Hata sikusikiliza, mimi sishughuliki na huko. Shughulika. Mpe isome tena. Ampe isome tena. Sitaki. Kwa hivyo wewe hutaki, wewe unataka tulazimishie. Narudi kwa swali yangu ile. Umesema kwamba mada haikuwa hivi. Hapa si maswala ya mada. Sasa mimi nakuuliza. Yangu hili. Mimi
Kwani wewe Mkristo unashindwa kujibu swali hilo? Sio najibu mpatie. Ujibu tu direct hapo kwa nini hii mada Nijibu hatukuzungumzia kuhusu mada. Nijibu direct. Unaniwa. Nijibu direct. Yes, mpe Mithali 3:5. 3:5 inasema mtumaini Bwana. Biblia inasema inanishauri mimi nimtumainie Bwana kwa moyo wako wote. Kwa moyo wangu wote. Wala usitumie akili zako. Mpe. Kwa hivyo Biblia inanishauri, subiri, Biblia inanishauri nisitumie nini? Usitumie akili yako. Kwa hivyo mimi najibu kwa unajibu kwa akili yako. Najibu kwa akili yako. Mimi nimekuuliza. Umeuliza Mungu anakufa, si ndio? Mimi nimekuambia jibu swali hilo na nimekuuliza. Mungu anakufa. Unaanza kunipeleka hivi. Mpe mic swali yangu. Mpe mic. Jibu swali. Kwani swali wewe kwa nini unashindwa kujibu? Ndio nakujibu na maandiko, mimi sitegemea akili zangu. Hii andiko mimi sitambui. Mpatie mic basi. Sawa. Mpatie mic. Nataka ujibu andiko kutokana na nilivyokuuliza. Haya, mpe mic. Mimi siwezi nikakuja tu nikasema kwamba nijibu tu vile nataka, hapana. Nafuata maandiko vile alivyo. Wewe umesema Mungu wetu anakufa. Kando ya mada. Soma tena 8:24 mwalimu. Mwalimu nafikiri huyu mtu ni mtu ambaye hajakuja kwa muhadhara. Ni mzuri tu kama wakati wake wa kwanza. Sasa nafikiri swali yake msikilize vizuri. Alafu tumujibu vizuri, anaweza akaokoka. Msikilize vizuri. Sasa uliza swali lako ukiwa soba vizuri sana. Mimi niokoke mimi. Kwanza sawa, umesema kuokoka. Uliza swali ndani ya mada. Acha tuende kwa kuokoka sasa. Nimerekebisha hiyo mada ya kuokoka. Mwalimu amerekebisha akasema mchezo. Mada ya kuokoka. Hakuna kuokoka. Haya, uliza swali lako kwa kuokoka. Kati. Wewe jana uliongelea ukasema kwamba Wakristo ndio wanaokoka. Wewe mwenyewe ukasema umeokoka. Alafu ukasoma andiko katika Qur'ani, sijui ilikuwa 2:21. Sasa unasema ati Qur'ani inakubali kuokoka. Hilo andiko wewe umetafsiri visivyo. Mimi nimetafsiri visivyo. Umefahamu? Hebu mpe. Umefahamu visivyo. Mpe Qur'ani. Mpe mic. 2:21. Usijui ni yali andika Qur'ani. Huenda huu ni hafidhi Qur'ani sijui ya huko ndani. Sasa 2:21. Angalia na uangalia hapa, usikae hapo ukiangalia huko alafu unaanza kelele. Angalia hapa. 2:21. Angalia hapa. Nisome kwa Kiarabu. Tutasoma hata kwa Kiarabu. Anataka nisomee. Wewe nisomee haya, achana na nisomee andiko hilo. Tutasoma mpaka hiyo. Angalia sasa katika nao. Unajua kuna andiko inasema mtu ambaye ana kelele nyingi bwana sijui wapewe ama namna gani. Inasema hivi. Ndio. Enyi watu, hebu mpe maiki. Wewe ni mtu. Wewe ni mtu. Si mtu. Wewe si mtu. Basi usisome hilo andiko. Usisome hilo andiko. Wewe una akili alafu unaniuliza wewe ni mtu. Wewe unaona mimi ni mnyama hapa? Nilikuwa nataka tuwekane sawa. Maana andiko limekuja kwa watu. Jamaa anachekesha. Mwalimu, unajua unaweza kuwa umekaa na jini bila kuelewa. Ndio maana hata jini si unaelewa jini ni Muislamu. Sasa uende umekaa na moja bila kuelewa. Andiko nasema enyi watu kama huyu. Enyi watu kama Ramadhani. Muabuduni Mola wenu ambaye ndio amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Mpe. Hilo andiko ni mimi nimesoma ama liko hivyo ndani ya Qur'an? Ile andiko kufahamu. Aliko hivyo ndani ya Qur'an? Liko hivyo. Liko hivyo? Ngoja nikuulize. Liko hivyo? Liko hivyo. Liko hivyo. Kwa hivyo inasema ukimwamini Mwenyezi Mungu ufanye nini? Umwabudu Mwenyezi Mungu. Ufanye nini? Ili mpate kuokoka. Sasa ukisema ili kuokoka. Ukimwamini Mwenyezi Mungu unafanya nini? Wanakuuliza ukisema mimi natafuta kazi ili nipate pesa. Ushapata pesa tayari? Hatuko kwa pesa, tuko kwa kuokoka hapa. Hiyo ni mfano. Nimesema hivi. Subiri Ramadhani. Wewe usitafsiri Qur'ani kama gazeti wewe. Asitafsiri kama gazeti. Wewe tafsiri Qur'ani kama gazeti. Ili la'alla inda lughati al-arabiyya la'alla. Yani pengine sasa tayari ushaokoka. La'alla pengine. Hiyo pengine umeitoa wapi kwa Qur'an? Ili ndio tafsiri yake. Hiyo pengine umeitoa wapi? La'alla hii kuna kalima hapa inaitwa la'alla. Muulize huyu hapa.
Mimi niko na wewe. maanahu. Mimi niko Laalla maanahu. Laalla maanahu inda lugha al-arabia. Haya bwana. Nafikiri huyu bwana nafikiri atatupa nafasi, maana anapinga Qur'ani, anapinga paka hadithi, anapinga paka kila kitu ambacho kiko ndani ya maandiko. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndio kazi tuko nayo ya kuwahubiria mabwana. Usione akibisha hivi, uende utampata siku moja anamtangaza Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hivyo acha tuangalie, sijui kama kuna mtu mwingine ako na swali. Swali tulikuwa tunawauliza sisi. Sisi ndio tulikuwa tunauliza swali. Haya bwana. Sijui swali ama niulize swali. Uliza. Aya sura ya 4 aya 79 inasema wema uliokufikia ndio umetoka kwa Mwenyezi Mungu, na ubaya uliokufikia ndio umetoka nafsini mwako, mwenyewe umefanya hata yakakupata hayo. Ndio nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume na Mwenyezi Mungu ni nani? Ni shahidi. Sasa mimi swali langu liko hapa, na ningependa bwana Mwalimu Paulo ukae hapa ama muende kule, maana itakuwa mnaingia kwenye maiki. Mimi swali langu nauliza, Qur'ani inasema nasi tumekupeleka wewe Muhammad kwa watu kuwa mtume na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha, hapahitajiki shahidi mwingine. Swali langu, hawa nasi wanaompeleka Muhammad kwa watu kuwa mtume wakati Mungu ni shahidi, akina nani kwa andiko la Qur'ani? Ni akina nani kwa andiko? Dakika 5 mwalimu wa Kiislamu. Dakika 5. Naam. Swali lake ni katika, hebu soma 4 ngapi? 4 ngapi mwalimu? 79. Hebu rudia hiyo aya hiyo. Wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ubaya uliokufikia naam, umetoka nafsini mwako. Ndio. Mwenyewe umefanya hata ndio yakakupata hayo. Ndio. Nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha. Hajaelewa. Hebu mweleweshe na 15:9 Qur'ani. 15:9. Nafikiri itamuelewesha vizuri zaidi. Suratul Hijr 15:9 Qur'ani. Hiyo nafikiri itamuelewesha zaidi. Itamuelewesha. Itamfahamisha zaidi. Inasema hivi 15:9